Wamekuja wengine shekhe, wamefura taa, mtu amemtia mke wake mbao mpaka amefura hapa, kisha usiku yomtaka. Na ukimuuliza umheshimu mke wako, na muheshimu sana mimi, kumpiga mwanamke ndio kumheshimu. Khutba yetu ya leo tumeona tuzungumzie lile ambalo litafanyika hapa baada sala. Wengi wetu hapa tumealikwa, nimeona itakuwa vizuri mada ikiendana na hili ambalo limetukusanya hapa, ambalo litafanyika baada ya sala. Nimetaka kuzungumzia mambo matatu yanayofaa kufahamika kuhusiana na ndoa. Mambo matatu tu, na bila ya kupoteza muda twende haraka haraka ili tuweze kuyamaliza yote matatu. Jambo la kwanza, ndugu zangu Waislamu, ndoa Mungu ameita mithaqan ghalidha, ni agreement, ni mafungamano mazito. Yatosha kumfahamisha kila mwenye akili aelewe kuwa ndoa ni majukumu. Ndoa si starehe. Starehe ya ndoa utaipa muda gani? Ndoa ni zaidi ya vile watu wanavyofikiria, lakini licha ya uzito wake, wengi wetu huwa tuna nadharia ndogo kabisa kuhusu ndoa. Tunapotazama watu wawili wanaooana, sisi tuwatazama wao wawili kama bwana harusi na bibi harusi, lakini hatutazami yale yanaowasubiri au yanaotusubiri sote kwa watu wawili hao wanaooana leo. Nisiwarefushie, tazameni kwamba kila kinachoendelea katika hii dunia, ndoa ina mchango wake kwenye yote, aidha mazuri au mabaya. Mfano, jamii imeendelea, tutauliza kwa nini imeendelea? Masha Allah, ina watu. Maendeleo ya nchi au ya mujtama ni watu, si majengo. Ina watu. Watu hawa wafanya nini? Tuna watu waadilifu, tuna watu wasomi, tuna watu ni madokta, tuna watu ni wajenzi wa maisha. Hapo ndoa yaingia wapi? Yaingia kwa sababu hawa watu wenye faida ni kuwa walilelewa na wazazi bora, wenye ufahamu, waliosimamia majukumu, wakawalea, wakawasomesha, wakawachunga, wakainuka ni wanaume na wakajenga mujtama. Na ukiona vibaraka, majambazi, wenye kupiga watu kabari, wezi, basi na ndoa iko hapo. Usiniulize yaingiliana vipi ndoa hapo. Kuonyesha hawa waliokuja kuvunja na kuvuruga maisha ya jamii wametoka ndani ya nyumba za wawili wale ambao tuliwaozesha hapa na vigelegele na furaha, lakini hawakusimamia majukumu. Waliona ndoa ni starehe. Hawakufikiria kuwa baada ya miaka 20 watakuwa na vijana, aidha vijana wale watakuwa wajenzi wa maisha au wenye kuvuruga maisha. Kwa kuwa hawakupata malezi bora, sababu wazazi wao walifeli kwenye mtazamo wao kutazama ndoa, kwa hiyo waliwaachia. Hawakuwapa elimu bora, hawakuwapa malezi bora, hatimaye wamekuwa kuwa majambazi. Wenye kudhurika ni sisi mujtama. Tukitazama ndoa kisampuli hiyo, tukabadilisha mawazo yetu, sote tutakuwa kwa pamoja tutataka kujenga mustakbal wa umma. Katika maisha ya dunia hakuna anayetaka kufeli kwenye jambo lake. Kwenye nyanja ya kisiasa, nyanja ya kibiashara, hachukuliwi mtu tu yoyote akapewa jukumu ambalo hana ufahamu nalo. Huwezi ukafungua kiwanda chako ukatafuta meneja haelewi kama juu ya kile kiwanda wewe ulichokifungua. Kila siku utasikiliza watu huweka na masharti. Ukitaka kuwa meneja wa kampuni yangu, kwanza ni lazima unaonyeshe shahada zako. Je, wewe wafaa kuwa hapa mahali? Kisha utoeleze una experience ya muda gani. Ukiuliza kwa nini, utaambiwa ni kwa sababu
yuachelea akimweka mtu asiyestahiki, kiwanda kinaweza kuharibika na hatimaye badala ya faida ikawa ni hasara. Lakini wengi hatujui kwamba na ndoa nao ni zaidi ya kiwanda. Manake ndoa waanzisha msingi wa mujtama. Lakini ni wangapi katika sisi tunaosoma ndoa ni nini? Uislamu tusiugawe. Kama vile tunavyoona kuwa swala ni mashruu na ni lazima tuswali, lakini Uislamu huu haukwambii uende tu ukaswali, wakuambia soma. Kwa nini? Ili uswali itakiwavyo, ili uswali vizuri. Kwa hivyo katika manhaji ya Uislamu ibada zote zaanza na elimu, lazima usome. Wataka kuswali, soma uielewe swala. Wataka kutoa zaka, soma uelewe zaka hutolewa vipi. Wataka kwenda haji, soma uelewe hija hufanywa vipi. Swali, je, ndoa si ibada? Ndoa si mashruu? Ndoa hatufai kuisoma na tukaijua? Ni wangapi kati yetu, sikwambii kwenda shule ati hasa kusoma ndoa, lakini ni wangapi angalau ile babu nikah, babu almuashara walisoma kabla ya ndoa, au walikwenda mahali wakakaa kufundishwa ndoa ni nini? Tunataka kuamiliana na mwanamke, mwanamke ni nani? Tunataka kufanya wema mwanamke, mwanamke apenda nini? Hayo yote hamna. Vipi ndoa zetu hizi ziwe na natija bora ikiwa sisi wenye kuoa hatuijui ndoa ni nini? Jawabu fupi ukitafsiri, ndoa ni kukutana mke na mume wakafanya ile starehe. Ni kweli ndio tafsiri ya ndoa yakomea hapo? Kama tutaitafsiri ndoa kwa maana hiyo, tuna tofauti gani sisi ya ng'ombe na punda? Kama hiyo ndio tafsiri, ni just kile kitendo, paka, punda, ng'ombe wote hufanya. Sisi ni wanadamu. Mwenyezi Mungu asema tumemtukuza huyu mwanadamu. Moja katika sababu ya kutukuza mwanadamu, ana akili, na mwenye akili mambo yake yote lazima yawe na malengo. Sisi ni kwenda kutafuta na kusoma malengo ya ndoa ni nini. Hilo ndilo jambo la kwanza ambalo naona ni muhimu tuelewe, hasa vijana. Sisi tumefungua ofisi kule khas, kazi yake ni kutoa mafundisho, sessions, kufundisha vijana wetu wanaotaka kuoa au hata wale ambao tayari wako ndani ya ndoa, tunawakaribisha waje. Lakini wallahi hawaji. Unajua sababu nini? Tutakwenda kufundishwa nini kule? Nani hajui ndoa? Kila mtu ajua kuoa, kwa sababu akili zetu tunajua kuoa, upose, mchukue mwanamke, uende naye, mfunge mlango, mfanye yale mambo na mambo ishi. Chukulia hivyo ndio ndoa. Ndoa sampuli hiyo haina majukumu. Ndoa ya sampuli hiyo haina almuashara bilmaruf, watu kukaa kwa wema. Na sasa natija yake ndio talaka zikawa nyingi. Sasa sisi leo tusiulize mbona watu waachana kwa wingi. Mimi leo nawapa sababu. Watu waachana kwa wingi ni kwa sababu watu waoana bila kufahamu ndoa ni nini. Wangapi leo wamuelewa mwanamke kwa namna alivyomweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, tabia zake. Kama sisi ni wanaume, wao ni wanawake, ni viumbe tofauti na sisi. Kama sisi twafikiria na wao wafikiria tofauti na sisi. Kama sisi twapenda, wao pia wapenda tofauti na sisi. Sasa huyu mtu ambaye ana fikra tofauti na wewe, ana ufahamu tofauti na wewe, yuwapenda tofauti na wewe, yuwahisi tofauti na wewe, wenda kuishi naye. Utaishi naye vipi usipomjua? Pale wanapoitwa watu kuelezwa, mojawapo ya mafundisho tunayoyatoa kufundisha watu mwanamke ni nani kwa mujibu wa maelezo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa mimi niwape moja tu, muone kwamba ni dharura sana kuweza kumjua mwanamke kabla hujamuoa. Sio kumjua kama vile wanavyofikiria tunataka kukaa tujuane. Asimaanishi hivyo. Na maanisha kwa ujumla, huyu mwanamke mwenyewe ni kiumbe, ana tabia zake zimeelezwa na mtume tofauti na sisi. Tabia zote hizi za kusanyika mahali pamoja tu pale mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema istausu bin nisa'i khair, wameumbwa kwa mbavu iliyopinda.
kwa sababu katika mwili wa mwanadamu kilichopinda ni kile kilicho juu ya mbavu, yani mbavu hii haikunyooka. Mtume akasema hivyo ndivyo walivyoumbwa wanawake, kisha muachiwe nyinyi wenye akili mufikirie na mutafakari. Mbavu iliyopinda, ya Rasulullah, kisha mkitaka kunyoosha kilichopinda, ukitaka kukinyoosha utakifanyaje? Utakivunja. Kitu asili yake kiko round, yani kiko hivi, kimepinda hivi, wewe wataka kukifanya kiwe sawa, utafanyaje? Utakivunja. Mtume akasema wakasruha talaquha, kule kuvunja, apiga mfano mwanamke ndio kumwacha, na usipong'ang'ana kukinyosha kitabaki vile vile kimepinda. Sasa tuishi na vipi huyu mtu? Kiswahili takwambia msairi. Kiswahili ukaambia msairi mtu, manake enda naye alivyo. Sasa huja wapi? Huja kwenye tabia zake yeye mwanamke pindi unapoamiliana na yeye. Nikitumia lugha bila ya wanawake kunielewa vibaya, ni wapotofu kulingana na hadithi hii, kwa lugha nzuri kabisa. Mpotofu si lazima awe ni mtu muovu mwenye kuasi, lakini wamepotoka kwa maana hawanyoki vile walivyo, tofaa kuamiliana na wao. Unaweza msifu akakasirika, huyo kiumbe ni rahisi kuishi naye. Unaweza ukamsifu akaona yeye umemtukana. Na ikiwa kuna wazee hapa labda ishawapitia kwenye maisha yao, labda wacheka wasema hayo tumeyaona. Aweza akakukasirikia mpaka ukaona talaka ya shuka, kisa yu kutamani. Basi hawezi tu kukwambia njoo na kutamani, akakufanyia vituko mpaka ukashangaa ukaona kiama cha simama. Kumbe yu kutamani tu. Huyo mtu ni rahisi kuishi naye kama humjui. Very sensitive. Dakika moja akiwa mzuri, kwa dakika hiyo moja aweza akachange akawa ni binadamu mwingine. Nyinyi, mtu akikwambia nipe, si utampa? Kwa lugha ya mwanamke nipa manake usimpe. Akikwambia niache, vijana wangapi leo wametoa talaka kwa sababu ametaka mwenyewe bana, yeye hataki. Wallahi hakuna mwanamke mnaoishi naye pamoja akikwambia niache akawa yuamini, yuamaanisha niache, akwambia usiniache. Kwa sababu kikweli mwanamke akikichukia haombi talaka, yuanda zake tu. Lakini akikwambia niache ni dalili kwamba hana silaha nyingine ya kuitumia, ni hiyo tu. Hawezi kukufukuza, hawezi kukupiga, hawezi kukupokonya, hawezi lolote. Anachoweza kukuambia niache. Sasa ikiwa hatumuelewi, kwenda nimekuacha 3. Talaka zimekuwa nyingi sababu hatuijui ndoa. Na ni nyingi zaidi ya mnavyofikiria, kwa sababu ndoa sisi huoana msikitini. Kama leo tumealikwa, wengine wametoka Mombasa, wengine Madina, tumekuja paka hapo tuoana sisi leo, si ndio? Ni habari watu wote wanao kwamba leo kuna watu wanaoana kwenye msikiti. Na Mtume asema ni sunna harusi kufanya nini? Kutangazwa. Lakini je, talaka ni sunna kutangazwa? Na ingekuwa hizi talaka nazo hutangazwa kama ndoa, tungeshiba biriani kila siku sisi. Kila wiki ingekutoa biriani sisi na halua. Lakini huwa zafanyika majumbani huko. Lakini na uhakikishia kuwa kama mnavyoona kuwa ni nyingi ndoa, lakini talaka nyingi zaidi. Na sababu moja kubwa ni kwa sababu hatujui ndoa ni nini. Hatumfahamu mwanamke ni nani. Na upande wa pili pia, na wanawake hawamjui mwanamume ni nani. Kwa mwanamke ni fakhri akiona nyumba yoiendesha yeye, hajui kampokonya mwanamume kitu kizito kwenye maisha yake ya ndoa. Mwanamume siku zote kwenye maisha ya ndoa atakujihisi yeye ni mfalme. Wewe unapokuja kila kitu atakufanya wewe, matumizi ya nyumba ni wewe. Mwanamke huyo anapojifakharisha kwamba mimi nyumbani kwangu, nyumba naiendesha mimi, mume wangu yupo tu, huyo mwanamke hana akili, wala hajui ndoa ni nini, wala hamjui mwanamume ni nani. Mwanamke atakiwa hata akimiliki akawa tajiri, lakini ndani ya nyumba abaki kuwa yeye ni kama mtu wa kawaida na mume ndio kiongozi wa nyumba. Hata akawa yeye mwanamke ni opposite, maana yeye ndiye tajiri, mwanamume ndio maskini, lakini ndani ya nyumba kama mwanamke ana akili, amwachie mume nafasi yake. Ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa. Tukitaka kuzungumza masala haya ni marefu, hili moja huenda tusilimalize na wakati ukaisha, na nitakuzungumza mengi, lakini nafikiri nimefahamika.
kwamba jambo la kwanza ambalo lafaa tulifahamu, ndugu zangu, tuisomeni ndoa ni nini, mwanamke ni nani, mwanamke hahitaji nini. Mbona tungangania tu sisi shekhe mwanamke? Yes, kwa sababu mimi nazungumza na nyinyi wanaume, na ingekuwa huu muhadhara ni wanawake na wao wangewaambia opposite, kinyume. Mjueni mwanamume ni nani. Jambo la pili, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atoa ni amri, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, kaeni nao kwa wema. Mimi nina hakika, naweza kuzungumza mambo ya uhakika kwa sababu napambana nao kila siku toka siku nilipotangaza nina ofisi ya kutoa ushauri kwa wanandoa. Kwa hivyo haya ninayozungumza si ya kuelezwa na mtu wala ya kusoma kwenye kitabu, ni mambo napambana nao, sikio langu yasikiliza na macho yangu naona na mdomo wangu wazungumza na wao. Lakini ninayoyapata ndugu zangu ni ajabu. Kutokana na hili la mwanzo, imekuja kuonekaniwa watu hawajui kuishi na wake zao, na baadhi ya wanawake hawajui kuishi na waume zao. Watu hawaelewi maana kuishi na mtu kwa wema. Mwenyezi Mungu asema tangamaneni na wao kwa wema, walahunna mithlu alladhi alayhinna bilma'ruf, na hawa wanawake wana haki zao kama vile walivyo na wajibu. Kama vile wana wajibu wa kufanya, wana na haki zao, lazima muwatendee wema wao kwenye haki zao. Kukaa na wanawake kwa wema tutasema ni kuamiliana nao kwa tabia njema, ndio maana yake. Mwanamke ataka nini kwa mwanamume? Ukijua mwanamke ataka nini kwa mwanamume, utajua jinsi ya kuamiliana naye. Sisi wanaume twajua mwanamke yuataka nini, kwa sababu wewe waweza kufanya wema kwa mtazamo wako, waona wamtendea wema, lakini yeye haoni kuwa wamtendea wema, kwa sababu ule wema anaoutaka ni mambo maalum anayoyataka, pengine hayo mambo hayapatikani kwako. Jambo la kwanza mwanamke analihitaji kutoka kwa mwanamume ni heshima. Mwanamke ataka kuheshimiwa. Na jambo lingine ambalo la kusikitisha, hata hizi mustalahat, haya maneno sisi huambiana na pengine hatuelewi maana yake nini. Nikiwafanyia watu session mara nyingi mimi humuuliza mtu, kumheshimu mtu ni kumfanyaje? Kila mmoja huja na tafsiri yake. Hata hapa kisema niulize vile mmoja mmoja, heshima ni nini? Heshima ni kuwa na adabu. Hakupi ile tafsiri hasa inayotakiwa. Na kutofahamu jambo kwa maana yake halisi, saa nyingine waweza kuingia kwenye makosa kisa hujaelewa Mungu hapa alikusudia nini. Mwenyezi Mungu asema kwenye Qur'ani, walaqad karramna bani Adam, tumemheshimu, tumemtukuza huyu mwanadamu. Kumheshimu mtu ni kumvalue, kumpa daraja. Sisi tulipoambiwa tuheshimu wazazi wetu, manake tuwape ile daraja. Daraja yao ni kubwa. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ndio tusema tuheshimu, manake tuwapa ile daraja yao, tumeweka mahali pao juu. Je, unacho kiheshimu, watakiwa nini ufanye nacho na nini usikifanyie? Kwa hiyo ikiwa mwanamke ataka kuheshimiwa, yani umtambue kwamba yeye ni mwanadamu, kwanza afaa kuheshimiwa kama mwanadamu na kama mke wako na kama Muislamu, unayemheshimu na kumpa cheo na daraja na kumvalue na kumpa heshima yake, na waweza kumtukana. Mimi namheshimu, lakini wewe umheshimu vipi na wamuita mbwa? Wewe mwanamke, wacha kumuita mbwa. Wewe mwanamke, lugha gani hii waitumia kumwambia mke wako? Iko heshima hapo? Wewe paka, kumheshimu mwanamke ni kuheshimu irdhi yake. Usimtusi, manake usimtukane, usimtwezwe, ndio maana yake. Kumheshimu mwanamke ni kuheshimu kiwiliwili chake, usimpige. Wamekuja wengine shekha, wamefura taa, mtu amemtia mke wake mbao mpaka amefura hapa, kisha usiku yomtaka. Na ukimuuliza umheshimu mke wako, na muheshimu sana mimi,
kumpiga mwanamke ndio kumheshimu? Mtume wetu Muhammad hakuwahi kupiga mwanamke, na aliruhusu mwanamke aombe talaka anaishi na mwanamume mwenye mkono. Kuna wanaume ni maboksa, yani watu wa boksa wale wa mangumi ndani ya majumba, na pengine nje huko ni khawar muoga, lakini ndani ya nyumba yeye aitafsiri rijal ar-rijal qawwamuna ala an-nisa ni ngumi na makonde. Ama mimi nazua jamani? Kuna wanaume ndani ya majumba shekhe wanapiga, na pengine kwa kukithiri ujahili wake aweza kutoa na dalili. Mungu anasema wadribuhun, na muwapige, akawa humtandika mwanamke shekhe. Huko ndo kumheshimu? Kumheshimu mwanamke ni kuheshimu akili yake. Wewe wamshauri mkeo nyumbani, unapotaka kufanya majambo yako wamtia kwenye hisabu mke wako, ukamwambia mke wangu njoo na jambo fulani nataka kulifanya, nataka kusikiliza na wewe ushauri wako. Twafanya hivyo sisi? Kumheshimu mwanamke ni kumheshimu akili. Uone ya kwamba kuna pengine baadhi ya mambo anaweza akakushinda na akakupa mawazo bora na akakutoa kwenye dhiki. Mtume wetu Muhammad alitukua ushauri kutoka kwa wake zake, na kisa cha Ummu Salama kwenye Fathu al-Hudaybiyah, Fathu Makkah, yani katika sulhu al-Hudaybiyah, kilithibitisha jinsi gani Mtume sallallahu alaihi wasallam huchanganyikiwa akarudi kwa wake zake kutafuta ushauri, na ushauri wa mwanamke ukasaidia umma. Wewe leo akikaa mwanamke ama nyinyi mmekaa wazungumza mambo yako, labda na mkeo pengine kaona kitu, akwambie mume wangu mimi naona badala hivi usifanye, nenda jikoni, si mahali pako hapo bwana, usiingilie mambo kwako, ni kule kapike. Huko ni kumheshimu mwanamke? Kumheshimu mwanamke ni kumheshimu hisia zake. Mbona wewe mwepesi ukimtamani kumtolea hadithi, anayeitwa na mumewe kakatata laaniwa na malaika usiku mzima mpaka asubuhi, wewe hulaniwe? Mtu atauliza, lakini hadithi shekhe inkuja Mtume asema mwanamke yoyote mwenye kuitwa, hakusema mwanamume yoyote. Hivi Mtume wetu Muhammad sallam hajui wanawake na wanaume? Mtume alijua lini mwanamke mwambie mwanamume mimi nakutaka? Kitabia anayeanza jamani ni nani? Ni mume au ni mke? Ndipo hadithi ikaja hivyo, lakini haimaanishi ati yeye akikuhitaji. Mwanamke amejipamba, mwanamke amepaka hina, mwanamke amejifukiza, mwanamke amekuvalia vijinguo, mwanamke amefanya yote hayo, wewe utakuambiwa nini? Siangeniambia tu wewe utakuambiwa nini sasa? Hayo yote hapo wewe huoni kwamba huyo mwanamke ashakwambia, na ukaketa hata habari huna? Kumheshimu mwanamke ni kuheshimu hisia zake, na hisia zake si hapo tu. Akiwa na huzuni, heshimu. Mwanamke yualia amefiwa kutoka kwao, kwenu hamwishi matanga nyinyi kufiwa tu kila siku bwana, walialia nini sasa? Heshimu. Heshimu hisia zake za furaha. Ana harusi, heshimu hisia zake. Mwanamke akiwa na harusi ya kwao ana furaha, ataka mtu wa kushirikiana naye. Kuheshimu hisia zake kwenye furaha ni umnunulie nguo mzuri, umuulize kama ushapata nguo ya kuvaa vipi, kuna furahi na yeye. Lakini umwambie kwamba kila siku nyinyi maharusi tu, ni maharusi tu, nimependeza mume wangu, mimi nakuona umbadilika kidogo. Yani huna chochote unachofanya kuheshimu zile hisia zake. Huko si kumheshimu mwanamke. Kumheshimu mwanamke ni kuheshimu familia yake. Tuheshimu familia zao. Ama saa zote tuwasumulia tu, shukuru sana kuolewa na mimi, nyinyi ni kuolewa na sisi, ombahatika kama tasijui kuwaje nikakuoa mimi. Familia yenu nyinyi ni watu kuingia kwetu. Lugha hizi ni mbovu. Kisha wewe wasema muheshimu mke wako. Mwanamke ataka kuheshimiwa. Jumla ya kumheshimu mwanamke ni kuheshimu familia yake. Tumetosheka jamani mpaka hapo? Huu ni kidogo tumejaribu kueleza. Kuishi na mwanamke kwa wema ni kumheshimu mwanamke, ni kumjali mwanamke, ni kumpenda mwanamke, ni ku appreciate mazuri yake. Na taja moja moja bila kusherehesha kwa sababu ya wakati, ili tukae kidogo twende kwenye khutba yetu ya pili tumalize hilo la mwisho. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Kumalizia ndugu zangu, jambo ambalo naona ni dharura pia tulifahamu ni sherehe. Uislamu haujatukataza kusherehekea harusi, lakini Uislamu umetufunza tusherehekee vipi. Mimi hata sendi kwenye aina zile sherehe jinsi zinavyofanywa. Nyinyi nyote mkiangalia mitandao mwasema inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kwa sababu twayashuhudia. Ni machafu, hayasemeki. Kama nichakutazama basi, ukiwa na mzazi wako hamwezi kuangalia ule uchafu. Kama ni yanaoimbwa, kama uko na mzazi wako huwezi kuyasikiliza maneno, hata hayasemeki. Sasa mimi siko huko kabisa, nataka tu kuangalia jinsi ya maandalizi ya sherehe, nikiwaambia kwamba katika maandalizi ya sherehe twaishi na dini za jamii, wala sio dini ya Mungu. Kubalianeni na mimi. Dini ya jamii vipi? Dini ya jamii, Mungu anapoeleza, wewe utasema lakini watu wote wafanya hivyo siku hizi, lakini watu wote. Lugha ni ile ile ya wale wa zamani, inna wajadna abaana ala millatin wa inna ala atharihim muqtadun. Tulipata wazee wetu bwana wako hivi na sisi tuwafuata. Je, wazee wenu kama wanaoyafanya si ya kuingia akilini? Sasa mimi niwaambie, jamii hupeleka watu holi, hakuna makosa kupeleka watu holi. Huna pesa za holi, uende ukakopesha 200,000 kwa ajili ya holi, jamani nijibuni. Ni akili? Ni akili hiyo? Ama ufanye harusi gharama ije 2,000,000, ni sawa jamani? Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, nikaha bora yenye baraka au harusi bora yenye baraka ni ile ambayo gharama yake ilikuwa nyepesi. Hili jambo hivi linavyoendelea, tushataabisha sisi kizazi kinachokuja. Sasa imeonekaniwa dini. Dini ya nani? Dini ya jamii, sio dini ya Mungu. Nani leo ataridhika? Watu wale kwake yeye asiwalisha. Nimekula wali wa watu. Hujakatazwa kulisha watu wali, lakini kama uwezo wako ni mbuzi, mbona hutaki kuchinja ngamia? Mwenye uwezo wa ngamia atachinja ngamia, sio? Wewe hata uwezo wa kuku huna, watakuchinja ng'ombe. Mwisho wake utafanyaje? Utakwenda kukopa, kwa sababu wataka kulipa holi, wataka kuchinja ng'ombe, wataka veli ya kukodisha ya 100,000, wataka hiki na hiki na hiki, gharama. Hujali wewe, mkopo. Harusi ikiisha wadaiwa paka kope. Na wauliza tu Waislamu, ndio harusi za Kiislamu? Ndio sherehe ambayo inamridhisha Mungu? Tukiwacha dini kiakili tu, yani ndivyo Uislamu unavyotutaka sisi, hata kwa akili tu. Wewe utukue deni kwa sababu ya kufurahisha watu masaa 3 au 4 ama siku. Leo watu wale usiku, watu wakapambe, milioni zimeanguka, kisha wadaiwa. Ndivyo, yani ni akili? Ni sawa hivyo? Uislamu, tumuogopeni Mwenyezi Mungu. Dini yetu ni dini bora. Dini haikutunyima wala haikutukalifisha. Dini nyepesi, kila mtu ajikuna ajipatapo. Fanya walima, uwezo wako ni mbuzi, chinja mbuzi. Huna lazima kukimbilia ng'ombe. Kama huna uwezo wa kukodisha holi ya 200,000, fanya harusi kwenye ukumbi wa nyumba yako. Weza kualika watu wangapi? 20, alika watu 20. Lakini watu hata nisema, nani alisalimika na watu? Niwaulize swali moja munijibu. Hata wale wanaopeleka watu holi wakawalisha na biriani kama holi ya Jubilee vile, kusalimika na maneno? Hilo lisikuogopeshe. Kama uwezo wako ni watu 20, alika watu 20 na usubiri maneno. Kama uwezo wako ni watu 500, alika watu 500 na usubiri maneno vile vile. Wanadamu hawatakoma kusema kama hawakukoma kumsema hata Mungu. Lakini wewe na mimi sawa, tufanye lenye kumridhisha Mungu na kutuweka sisi murtahin. Nataka kuona harusi imefanyika na sina uzito wowote. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. صلوا وسلموا على رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.